Ndugu mgeni rasmi, ifuatayo ni wasifu mfupi wa mstaafu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, mrakibu msaidizi Francis Joseph Mamaida. Ndugu mgeni rasmi, kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Arusha, maafisa na askari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, pamoja na waandishi wa habari, naomba kutoa wasifu mfupi wa afisa mstaafu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, mrakibu msaidizi Francis Joseph Mamaida. Mrakibu msaidizi Francis Mamaida ni mstaafu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji aliyetumikia taifa kwa uaminifu, nidhamu na kujituma kwa kipindi cha zaidi ya miaka 43. Alijiunga na utumishi wa umma tarehe 1 Januari 1983 kwa mkataba wa Operation Service akiwa mzimamoto katika idara ya ujenzi, kitengo cha zimamoto chini ya halmashauri ya manispaa ya Arusha. Katika kipindi hicho alitekeleza majukumu ya kuzima moto, uokoaji, waathirika wa majanga na kazi za kinga dhidi ya moto kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu za serikali za mitaa. Kufuatia mabadiliko ya kanuni ya kimuundo ya idara ya zimamoto kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tarehe 13 Machi 2013, alimishiwa rasmi Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi na kuendelea na utumishi wake wa kijeshi akiwa na cheo cha Sergeant Major. Tangu hapo aliendelea kulitumikia jeshi kwa weledi, akitekeleza majukumu ya kioperesheni, uongozi, usimamizi na ufanisi mkubwa. Upandaji wa vyeo na majukumu. Ndugu mgeni rasmi, katika safari yake ya utumishi, mrakibu msaidizi Francis Mamaida alipandishwa vyeo mara kadhaa kutokana na utendaji bora na nidhamu ya hali ya juu, kuanzia constable wa zimamoto na uokoaji mwaka 1983 hadi mrakibu msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Machi 2025, ambapo alidumu na cheo hicho mpaka tarehe ya kustaafu. Kupitia vyeo hivyo alionyesha uongozi thabiti, uwajibikaji na uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi sahihi, hususan katika mazingira ya dharura. Elimu na mafunzo. Ndugu mgeni rasmi, alimaliza elimu ya msingi mwaka 1981 katika shule ya msingi Naura, kata ya Themi, wilaya ya Arusha. Miaka miwili baadaye kuhitimu elimu ya msingi, alijiunga na utumishi wa umma mwaka 1983. Akiwa kazini alipata mafunzo mbalimbali ya kitaaluma yakiwemo Basic Fireman Course, Technical Instruction Course, Fire Fighters Course, mafunzo ya Breathing Apparatus for Texas, SBA, Fire and First Aid Models, kozi ya uongozi chuo cha Chogo, Inspector Level 2 pamoja na Fire Officer Level 1. Mafunzo haya yalimjengea uwezo mkubwa wa taaluma na kiongozi. Maeneo ya utumishi. Katika kipindi chote cha utumishi wake alihudumu ndani ya mkoa wa Arusha akifanya kazi katika nafasi mbalimbali zikiwemo kiongozi wa zamu, kamanda wa operesheni mkoa wa Arusha, mkuu wa kituo uwanja wa ndege Manyara, msaidizi wa mkuu wa kituo Karatu, pamoja na afisa mlezi wa vituo vya Monduli na Longido. Alihitimisha utumishi wake kama kamanda wa operesheni mkoa wa Arusha hadi alipostaafu. Tuzo na utambuzi. Ndugu mgeni rasmi, kwa mchango wake mkubwa na uadilifu kazini alitunukiwa tuzo ya mfanyakazi bora wa mwaka 2009 katika halmashauri ya manispaa ya Arusha, na mwaka 2024 alivalishwa nishani ya utumishi mwema uliotukuka na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mrakibu msaidizi Francis Joseph Mamaida alistaafu rasmi tarehe 16 Disemba 2025. Hadi sasa anaendelea kuwa mfano bora wa nidhamu, uzalendo na kujitoa kwa kizazi cha sasa na kijacho kwa watumishi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa ujumla. Ameacha alama ya kudumu ndani ya jeshi na taifa kwa ujumla. Na huo ndio wasifu mfupi wa mrakibu msaidizi Francis Joseph Mamaida. Asanteni kwa kunisikiliza.
Asante sana.